Ashukuru Mungu ni kwa sababu tulikuwa safari wiki hii na Mungu ametuonekania katika kazi zote ambazo zilifanyika katika hiyo wiki. Tumeona Mungu. Bwana asifiwe. Na tumeona pile Mungu anaweza pigana vita, na amepigana vita na tumeona ushindi wake. Kwa hivyo ninashukuru Mungu ni kwa sababu katika hiyo wiki tumeona uaminifu wa Bwana. Bwana Yesu asifiwe. Na tumeona vile Mungu anaweza fanya kwa watu wake. Haleluya. Tunaenda kushiriki neno la Bwana katika kitabu cha Isaia 45. Anzia mstari wa kwanza. Teremke. Neno la Bwana tu ikatutie nguvu ili tukaweze kuingia kwa maombi. Ni sisi tunaangaliwa na inji, tunaangaliwa na watoto kama wazazi, tunaangaliwa na kanisa, na ni Mungu anatuaminia ya kwamba ametuaminia inji, ametuaminia kanisa, ametuaminia kila kitu katika mikono yetu. Na sisi hatuwezi kwa uwezo wa mwanadamu, lakini siku ya leo tunaenda kuambia Mungu tunaweza, ni kwa sababu ni wewe unayetutia nguvu na ni wewe unayetuongoza. Bwana Yesu asifiwe. Tunaweza onekana wadhaifu, tunaweza onekana kama hii mambo itawezekana, lakini siku ya leo ile neno inapotutia nguvu, tunajua ya kwamba neno la Bwana katika kitabu cha Luka inasema ya kwamba tunayaweza mambo yote. Kwa hivyo kila jambo linawezekana kwa Bwana. Kwa hivyo siku ya leo wacha tuombe tukijua ya kwamba hata yale yanaonekana kana kwamba haiwezekani, hata kile kilio kinaonekana kana kwamba hakiwezi ondoka, tuombe tukiamini ya kwamba siku ya leo wewe Bwana umetuambia kwamba tuombe, na tuko mahali hapa siku ya leo tukaombe, na tunajua ya kwamba wewe unasikia. Ni kwa sababu neno lako linatutia nguvu, inatuambia kwamba kila jambo linawezekana. Kwa hivyo uombe ukijua ya kwamba inawezekana. Wewe usiangalie milima, wewe usiangalie hii jambo itaondoka aje, wewe usitake kujua ilitaondoka aje. Lakini wewe omba siku ya leo ukijua ya kwamba mimi nimeomba na ninajua ya kwamba itaondoka. Kwa hivyo hiyo ingine sio yako, vile itaondoka si yako. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hivyo ili wewe yako ni na yangu ni tuombe. Tuambie Mungu, hata kama ni kanisa la Bwana tunairudisha katika misingi yake. Sababu unapoangalia kanisa la Bwana limetoweka katika misingi. Bwana Yesu asifiwe. Watu wako kanisani tu, waende kanisani. Kwa hivyo tuambie Mungu we need a change. Tunahitaji watu wakajue tunapoenda kuingia kwa nyumba yako, tunastahili kuingia katika nyumba yako hali ya kukucha, hali ya kukuongopa, hali ya kujua ya kwamba tumekuja mbele ya uwepo wa Bwana, uwepo ambao uko na nguvu zote za kufanya mambo. Kwa hivyo tunaenda kushiriki hiyo neno, iko katika Isaia 45. Isaya 45 mstari wa kwanza. Haya ndiyo Bwana amemwambiayo Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kulia. Isaya 45 mstari wa kwanza. Haya ndiyo Bwana amemwambiayo Koreshi masihi wake, ambaye nimemshika mkono wake wa kulia, ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitalegeza nguvu za wafalme, ili kufungua milango mbele yake, hata malango hayatafungwa. Tuendelee. Nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruza. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata mapingo ya chuma. Nami nitakupa hazina gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri. Upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana, nikuitaye kwa jina lako, na Mungu wa Israeli. Bwana akubariki sana. Amen. Nashukuru Mungu Baba katika jina la Yesu, ni kwa sababu ya neno lako. Tunapoenda kushiriki neno lako Bwana, neema ikatutoshe Bwana Mungu wa Israeli, hata kuelewa kukawe juu yetu tunapoenda kushiriki neno hii katika pamoja, katika dakika ambao Bwana utaturuhusu tukashiriki neno hii. Wacha kila mmoja Bwana akapate sehemu
katika neno hili na likapate nafasi ndani ya mioyo yetu. Katika jina la Yesu tuomba na kushukuru. Biblia inatuambia kwamba asubuhi ya leo ati Mungu ametushika katika mkono wake wa kiume ili tukaweze kutiisha mataifa yote mbele zetu. Na katika ile hali ya kushikwa mkono na Mungu, nilikuwa natafakari na ninaona ya kwamba hii hali ya kushikwa mkono na Mungu ni kwa sababu anasema ya kwamba atakushika katika ule mkono wako wa kuume ili ukaweze kutiisha mataifa yote mbele zako. Na neno la Bwana linasema ya kwamba nami nitavilegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele zako. Biblia inasema ya kwamba atakushika. Katika ile kushikwa ni hali ya kupewa kibali ambacho ni cha ajabu. Unapotembea, unatembea na kibali ambacho ni cha ajabu. Ni kwa sababu ya nini? Ni kwa sababu umeshikwa katika zile nguvu za Bwana. Bwana amekuongoza. Bwana amekuaminia katika ile hali ya kukushika. Amekuaminia ya kwamba pale anaenda kukuweka ati utaweza kutiisha mataifa yote. Utaweza kusema hiki kitendeke na kikatendeka. Utaweza kusema ya kwamba ninatengeneza hapa na unatengeneza. Ni kwa ajili ya nini? Ni kwa ajili umetiwa nguvu na Mungu ambaye ni baba yetu. Kwa hivyo ninataka kusema asubuhi ya leo ninataka kusema ya kwamba tunapoenda kuingia kwa maombi, tuingie kwa maombi ukiwa hujaingia katika nyumba ya Mungu katika ile hali ya kuvunjika moyo. Unaweza kuwa katikati ya wiki umepitana na mengi yamekuvunja moyo. Unaweza kuwa katikati ya wiki hakuna jambo ambayo imetokea katika maisha yako hali ya kuendelea. Unasikia ya kwamba sina nguvu tena ya kuendelea. Ni kwa sababu mambo ni mengi katika hii maisha. Lakini asubuhi ya leo neno la Bwana linatuambia kwamba atatushika katika mkono wake wa kuume. Kwa hivyo wakati tunaposhikwa na Baba katika mkono wake wa kiume, ninajua ya kwamba tutapata nguvu mpya. Saa hii ninataka kuambia mtu, yale umeacha nyumbani ama yale umepita katikati ya hiyo wiki, nikuombe tu kwa rehema za Mungu usiyakumbuke. Usiyakumbuke wakati tunapopiga magoti mahali hapa. Uambie Baba, umeniahidi asubuhi ya leo, ukaniambia ya kwamba utanishika katika mkono wako. Nami ninaamini ya kwamba wakati nitakaposhikwa katika mkono wako nitayaweza. Na Biblia inasema ya kwamba, inazidi na kusema ya kwamba ili kutiisha mataifa mbele yake, nami nitavilegeza viuno vya wafalme ili kufungua milango mbele yako. Ataregesha, yani zitaregea. Kuregea ni kuachilia, ni kuachilia, kuachilia. Anasema ya kwamba utaachilia viuno za wafalme. Viuno za wafalme ni kama yale mambo unaona yakana kwamba hayasongi. Bwana anasema ya kwamba anaenda kuachilia neema ya kwamba yale mambo yataenda kuwa na wepesi. Bwana Yesu asifiwe. Yale mambo unaona kana kwamba hii haiwezekani. Kuna mambo inakuja katika maisha yetu inatuvunja moyo. Tunauliza ya kwamba tuende wapi, tufanye nini? Lakini asubuhi ya leo Biblia inatuambia kwamba inaenda kuwa na urahisi. Ni kwa sababu gani? Ni kwa sababu unarudi pale mbele unasema ya kwamba haya mambo lazima yakuwe na urahisi. Ni kwa sababu nimeahidiwa ya kwamba nimeshikwa katika mkono wangu. Na wakati wote unaposhikwa na mkono, unajua ya kwamba uko salama. Wakati wote hata unaposhika mtoto wako mkono, unajuanga ya kwamba yeye anajuanga ya kwamba ako salama. Na sisi tukaamini Mungu, tunajua ya kwamba ni kwa sababu baba yetu ametushika katika mkono wake. Tuamini ya kwamba tuko salama katika ule mkono wa baba. Bwana Yesu asifiwe. Mimi si uniambia amen. Sasa zini asubuhi sana usiponitia nguvu. Bwana asifiwe. Tuhubiri na wewe unitie nguvu. Na kile unapanda ndio unavuna. John, siku ile utasimama hapa wakataka kusema amen. Yes. Unanitia nguvu. Bwana asifiwe. Na kwa sababu huko hii si ile asubuhi hatukuangi na watu wa kusema amen.
Kwa hivyo unitie nguvu, kaseme amen. Kwa hivyo ninataka kusema ya kwamba unatiwa nguvu katika ile hali. Unajua ya kwamba wakati wote Baba anapotembea na mimi, hata nikisikia sina nguvu, ninapata nguvu katika yeye. Ni kwa sababu yeye ndiyo anatutia nguvu. Na Biblia inazidi na kusema ya kwamba, inasema ya kwamba nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipo paruzuka. Nitavunja vipande vipande milango ya shaba na kukatakata vipigo vya chuma, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa mahali pasiri. Utajua ya kwamba mimi ni Mungu, Bwana Mungu wako. Bwana Yesu asifiwe. Biblia inatuahidi ya kwamba atakwenda mbele zetu, atasawazisha mahali palipoinuka, atasawazisha. Hii milima ambayo tunaona kana kwamba haisongi, inaenda kusonga, ni kwa ajili tumeshikwa mkono na kuna yule ambaye ametutia nguvu. Kwa hivyo tunapoingia katika nyumba ya Bwana siku ya leo, tukajua ya kwamba sio sisi tuko tena, ni yeye ambaye anatutia nguvu. Ni kwa sababu kuna mambo unaweza kuwa kwayo. Hata saa hii ninanena, unasikia moyo wako umefinyika, unasikia moyo wako una nguvu tena ya kuendelea. Lakini wacha tu nikutie nguvu, nikuambie ya kwamba kuna Mungu wa mbinguni asubuhi ya leo ameahidi kanisa lake ati anaenda kututia nguvu, anaenda kutuvunjavunjia milango ambayo tunaona kana kwamba haiwezi funguka. Pale unaona kana kwamba hapawezi patikana njia, Mungu anatuahidi ya kwamba anaenda kuvunjavunja. Na wakati panapovunjwa, ninaamini ya kwamba njia inaenda kupatikana. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwa hivyo tuamini ya kwamba haijalishi jana nililala kukiwa aje, lakini ninajua ya kwamba kumepambazuka na kusudi la Mungu, na kumepambazuka nikaweze kusikia neno hili kwa sababu ya kusudi la Mungu. Kwa hivyo ninajua ya kwamba nitapata nguvu ya kuendelea. Ni kwa sababu ametuahidi ya kwamba atatuvunjavunjia. Kwa hivyo haya mambo, haya mangumu ambao tunapitia kwayo, ila tu ni Bwana Yesu anaweza kutusaidia, ila tu ni Baba yetu anaweza pita na akatengeneza njia, nasi tunatiwa nguvu katika neno lake. Ni kwa sababu anatuambia ya kwamba anaenda kututangulia, anaenda kuvunjavunja hizi chuma. Kile tunaona kana kwamba akiwezekani kinaenda kuwezekana, ni kwa sababu kwanza kabisa ametutangulia, akatushika katika mkono wake. Tunaenda na yeye, tunatembea na yeye. Anatuahidi ya kwamba hata hizi nitakwenda mbele yako na kupasawazisha mahali palipopuruza, na nitavunja vipande milango ya shaba na kukatakata. Anasema ya kwamba wapendo, anaenda kukatakata. Kwa hivyo kitu ambacho kimekatakatwa hakina uwezo juu yetu, hakina mamlaka kinaweza inuka mbele zetu. Ni kwa sababu tumeahidiwa ya kwamba anaenda kukatakata. Nami nitakupa hazina za gizani na mahali palipofichwa, na mahali iliyofichwa, nami nitakupa hazina za gizani na mali zilizofichwa za mahali pasiri, upate kujua ya kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, naam, Mungu wa Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ametuahidi akatuambia kwamba atatupa kile kilicho gizani, anaenda kutupatia wakati tutakao kujua ako upande wetu na ametushika katika mkono wake. Na ndio Biblia inatuambia kwamba ili tukaweze kujua atatenda, ili tukaweze kujua ya kuwa yeye ni Mungu wetu. Biblia inasema ya kwamba ili ukaweze kujua kuwa mimi ni Bwana nikuitaye kwa jina lako, ili ukaweze kujua haya matendo
ni Mungu ametenda. Haya matendo ni Mungu ameongoza akanitendea, ili ukaweze kujua kweli na mahali hapa nimetoka ni neema za Mungu. Bwana asifiwe. Kuna mahali Mungu huwa anatoa mtu, ukitazama na ukiangalia, wakati watu wanaongea, unasikia kuwaambia ya kwamba mnyamaze niwaambie habari ya kwamba Mungu kama si Mungu aliyeingilia kati akanitoa mahali hapa, singeweza kujitoa. Kwa hivyo kuna mambo ambao unaangalia hata saa hii, kuna mambo unaangalia maishani mwako, unaangalia unasema ya kwamba kama ungekuwa mkono wa Mungu, hata pale niko singekuwa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo ametuahidi akatuambia kwamba ataenda kututendea, ili tukaweze kujua ya kuwa yeye ni Bwana. Yeye ni Bwana ambaye alitutangulia, akatushika katika ule mkono, akatuwezesha. Bwana Yesu asifiwe. Na wakati umekuwa mgumu sana, ila tu tukawezeshwe na Mungu kama kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Hakuna mahali ambao panakutia nguvu unapotembea. Si inji inakuvunja moyo unapoangalia yale yako. Bwana Yesu asifiwe. Si jamii zinakuvunja moyo ukiangalia yale yanaendelea. Si kanisa ukiangalia unavunjika moyo katika kila kona. Hata maisha yako unayaangalia, unauliza na kweli ilikuwa inastahili kuwa inaenda hivi? Kwa sababu ya nini? Kwa sababu kuna hicho kiroho cha kuvunja watu moyo. Kuna hicho kiroho kimeachiliwa ya kuonyesha watu hakuna kitu inawezekana. Lakini asubuhi ya leo tunajifunia Mungu wetu ni kwa sababu yeye ametupatia njia. Watu wanapolia, watu wanapoulizana tunafanya nini, ni kwa sababu wanaulizana katika mawazo ya wanadamu. Sisi tunajua tunaye Baba ambaye alituahidi ya kwamba tayari ametushika mkono, tayari ametupatia kibali ambacho ni cha tofauti. Bwana asifiwe. Ambacho ametuonyesha ya kwamba nyinyi ni wana, sitawaachilia. Asifiwe Bwana. Katika ule ukame tunajua ya kwamba tunaye Baba. Katika ile kushindwa tunajua ya kwamba tunaye Baba ambaye anatutia nguvu. Bwana Yesu asifiwe. Katika ile hali ya kutojua tufanye nini, tunajua ya kwamba tunaye mmoja ametuahidi ya kwamba hata tuachilia. Tunaye mmoja ametuahidi ya kwamba atatuvunjavunjia milango. Kile kizuizi anaenda kukiondoa tukaweze kuona ukuu wake. Bwana asifiwe. Na wacha nikutie nguvu ya asubuhi ya leo, nikuambie kwamba mambo yanaweza kuwa yaendi vile unataka, lakini nikutie nguvu nikuambie ya kwamba tunaye Baba siku ya leo, na ametuahidi, na neno lake ni kweli na amina. Tunapoenda kuisikia ikatutie nguvu ya asubuhi ya leo, na ukaambie Bwana, ni wewe umesema katika neno hili ya kwamba utaenda kutusawazishia, utaenda kuondoa hii milima, utaenda kufunika hii mashimo, ili tukaweze kuona ukuu wako. Na Biblia imetuambia kwamba ili tukaweze kujua ya kwamba yeye ni Mungu. Hata tunaamini saa hii tunajua yeye ni Mungu, lakini kuna mahali Mungu anakutoa unamwamini zaidi. Kuna mahali Mungu anakutoa, ama kuna mahali kuna kitu Mungu saa nyingine wanafanya unamwamini kama kuliko jana. Unamwamini zaidi kuliko vile ulikuwa unamwamini jana. Ni kwa ajili ya ukuu wake, vile ametenda. Kwa hivyo asubuhi ya leo wapendwa, wacha tukaingie katika hali ya maombezi, tukijua ya kwamba hali si ya hali zilizo hali ambazo saa hizi zinatuzingira sio hali za kufurahisha sana. Sio hali sana zinafurahisha sana. Kama utavunjika moyo na yale mambo unayaona katika nchi, labda kwako kwa nyumba kuna ile inakuvunja moyo, labda katika kazi yako unavunjika moyo, unauliza Mungu which way forward.
Lakini ninashukuru Baba ni kwa sababu ametuambia kwamba huko unaona hakuna njia, anatengeneza. Ni kwa sababu sisi ni wana katika ule ufalme. Kile chetu ni kusimama na tukakae kama wana. Ni kwa sababu mwana mwema ni ule mwana ambaye anayetii baba. Bwana asifiwe. Hakuna kitu ingine mzazi huwa anahitaji kutoka kwa mtoto. Ni utume ule mtoto na aende. Ni utume tu ule mtoto na aende. Hiyo ndio furaha ya mzazi. Ama uambie huyu mtoto hii kitu sihitaji, ukaifanya tena na ule mtoto asikie. Unasikianga moyo wako kama mzazi, ule moyo umefurahia. Hivyo ndivyo Baba nasi anatungoja. Akaweze kutuambia kwamba watoto wangu, ninahitaji tukafanye hii na hii na hii. Ninahitaji ukafanye hii na hii. Na sisi yetu ni kutii. Kuambia Baba, ukatuwezeshe hata ile hali ya kutii. Ni kwa sababu anaweza nena yale ambao huko unatarajia akayanene, tukayatende. Na wakati atakapo nena yale ambao haukuwa unatarajia, utafanya nini mpendo? Uko ready kutii? Uko tayari kufanya kile Mungu ambaye atatuelekeza kwayo tukafanye? Bwana asifiwe. Kama saa hii nimesema ya kwamba tukumbuke mwili wa Kristo. Mwili wa Kristo. Kumbuka kanisa la Bwana. Lilia Mungu siku ya leo. Mwambie kumbuka kanisa. Katika dunia mzima, si Kenya iko na shida peke yake. Dunia mzima kanisa iko na shida. Umeona Ghana kumefungwa makanisa mangapi? 6,000. Mumeona? Kwani ni mimi saa nyingine naonanga peke yangu? Ghana kumefungwa makanisa 6,000. Niliona 6,000. So tulilie mwili wa Kristo. Tuambie Mungu akatende jambo. Wale wapendwa walikuwa wanapenda Mungu na wanapenda Mungu hata saa hii, lakini saa hii hawana mahali pa kuabudia. Kanisa zimefungwa. Hata ni mkubwa wao alikuwa anaongea. So ukiangalia yale mambo yako ni ya kuvunja moyo. Isipokuwa tulilie Mungu wetu. Wale ni ndugu zetu, wale ni dada zetu walikuwa wanaabudia kwa ile kanisa, zile makanisa. Na usicheze na kanisa 6,000 zikiwa zimefungwa, zikiwa zimewekwa kifuli. Hiyo ni hatari. Kwa hivyo tulilie Mungu siku ya leo, tukamwambia kwamba wewe Mungu tenda jambo katika mwili wa Kristo dunia mzima. Usikumbuke hizi siko hapa Dagoretti peke yake. Kumbuka Afrika mzima, kumbuka dunia mzima, kumbuka watumishi wa Mungu. Ukaambie Mungu wakumbuke. Siku ya leo wacha kujiombea. Wachana na hiyo mashida yako. Bwana asifiwe. Ambia Mungu tu jambo. Na hiyo yako mtu mwingine atapewa mzigo akakukumbuke. Atapewa mzigo akakuombee, hata afunge akuombee. Kwa sababu wewe umesimama na kuombea mwili wa Kristo dunia mzima. Kwa sababu mwili wa Kristo kuna shida, kuna kilio katika mwili wa Kristo. Na kwa sababu ninaamini ya kwamba kanisa likipona, dunia mzima inapona. Kanisa ikirudisha ule upendo wa kwanza katika wapendo. Kanisa si huku kwetu peke yetu. Kanisa la Mungu ikirudisha ule upendo wa kwanza, hata nchi yenyewe itaanza kukulia yale matunda. Nchi yenyewe itaanza kukulia yale matunda. Kama kanisa la Kenya sasa ikuwe na usemi mmoja, ikuwe hali ya kuongopa Mungu katika umoja, na kuambia hii Kenya haiwezi kuwa jinsi ilivyo sasa. Kwa hivyo ni sisi, wewe useme ni wewe. Unaomba ni kwa ajili ya kanisa. Usione mwingine, ona mimi. Ni mimi nitapiga magoti. Na ni kwa sababu Mungu amesema amenishika. Mimi ninaamini ya kwamba ile ombi ninaenda kuomba itafika kwa Mungu. Kile kizuizi kinaweza tuma ombi isifike kwa Mungu ni nini? Ni nini? Si ni dhambi. Na si tumeokoka. Na hata kama unajua saa nyingine tulikuwa tunaambiwa kitambo, wewe ukisikia uko na tawaswisi, saa nyingine unakaa unaona
Na ninastahili kuomba toba. Hata usisikiange aibu. Toba. Hata ikiwezekana tu unaomba tu. Unaiomba mara nyingi. Wewe ukisikia hapa ninahitaji ombi ya toba, unaomba tu ombi la toba. Bwana asifiwe. Haina aibu. Unapigania kuingia pale. Bwana Yesu asifiwe. Aya, ninataka tumalizie na maandiko iko katika Warumi 4, tumalizie hapo ili tuende tukaingie kwa maombi. Warumi 4, tusome tu mstari. Tusome mstari 2. Warumi 4 mstari wa kwanza. Si wa kwanza Karo, kuanzia 20. Tusome 20 na 21. Tumalizie hapo. Warumi 4 mstari wa 20. Lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutoamini, bali alitiwa nguvu kwa imani akimtukuza Mungu, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma hapo kuanzia kwanza, ni kwa sababu sikuwa nataka tuende mbali tukasome mistari. Ukisoma hiyo ni ile habari ambao ni ya Abrahamu, alikuwa anaahidiwa uzao. Na hiyo mstari wa 20 inasema ya kwamba lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kuamini. Hakusita kwa kutoamini, bali alitiwa nguvu kwa imani akamtukuza Bwana. Akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Kila mtu ameshika hiyo mstari. Ukatutie nguvu. Huo mstari tu ukatutie nguvu. Ukatutie nguvu asubuhi ya leo. Neno la Bwana linasema ya kwamba lakini akiona ahadi ya Mungu hakusita kwa kutoamini. Abrahamu, nimewaambia ilikuwa inaongea kuhusu Abrahamu hapo mbele. Hakusita kwa kutoamini, bali alitiwa nguvu kwa imani na akamtukuza Bwana, huku akijua hakika ya kuwa Mungu aweza kufanya yale aliyoahidi. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi tumeahidiwa ya kwamba atatushika na mkono. Kwa hivyo tunaingia kwa maombi tukijua ya kwamba yale ametuahidi katika pale Isaia 45 atayatenda, atayafanya. Ni kwa sababu yeye mwenyewe ndio ametuahidi. Kwa hivyo hakika tunajua ya kwamba Mungu wetu anaweza. Anaweza kuvunja hii milango. Anaweza. Kwa hivyo ameweza hata kushika na mkono wake. Kwa hivyo saa hii tunapoenda kuingia kwa maombi, tuingie kwa hii maombi tukijua ya kwamba ametuahidi ya kwamba yeye ataenda kutuwezea, na nguvu zake siku ya leo zinaenda kututangulia. Hata katika hii hali ya kuomba, nguvu za Bwana zinaenda kututangulia. Uwezo wa Bwana unaenda kututangulia. Kuamini kwetu katika Mungu kunaenda kututangulia. Ni kwa sababu wakati ule Abraham alikuwa anaahidiwa mwana, si ati alikuwa na mwana, lakini wakati aliahidiwa ule mwana aliona, je, jambo hili linawezekanaje? Linawezekanaje? Na ukisoma habari ya Abraham ndio unaona ya kwamba hata Sara ikafika akacheka. Akauliza, hii jambo linawezekanaje? Hii jambo kuna vile inawezekana. Hata wewe enda unakaa mahali pale unajiuliza ya kwamba na hii inaweza wezekana aje? Inawezekana katika ile hali ya kuamini Bwana, na katika ile hali ya kujua ya kwamba naye Mungu ndiye amesema itawezekana. Tukaamini Mungu tukijua ya kwamba Mungu mwenyewe ndiye amesema ya kwamba itawezekana. Kwa hivyo katika kila ahadi yote ambao ameahidi inaenda kutendeka, inaenda kutimia katika asubuhi ya leo. Bwana asifiwe. Na wachangeni saa nyingine tunavunjika moyo. Tunaona kana kwamba haitawezekana. Wachangeni hali ya kuvunjika moyo ikatutoke wapendo. Bwana asifiwe. Unakuta mhubiri amehubiri itawezekana. Lakini sasa wewe unauliza na itawezekanaje? Na unaona tu Biblia inatuambia kwamba ni kwa sababu katika ile hali ya kuahidi kwake itawezekana. Na Biblia inasema ya kwamba hakuna jambo lililo ngumu kwake. Kwa hivyo mimi tu nikutie nguvu. Kuna mtu nasikia ako chini.
ako chini mahali hapa. Wacha nikwambie mpendwa, mimi naweza kuwa sikujui, lakini wacha nikutie nguvu, nikwambie asubuhi ya leo, tafadhali pata nguvu mpya na utoke katika madhabahu haya siku ya leo ukijua ya kwamba hakika Mungu anaweza. Pata nguvu hata kama kumetendeka nini. Wacha nikwambie kwamba pata nguvu katika Bwana. Ni kwa sababu watu wanaweza kukuvunja moyo. Kila ulikuwa unatarajia kwa watu wakufanyie, wanaweza kosa kukufanyia. Lakini kuna mmoja juu mbinguni ambaye wewe ukimulilia, yeye hachoki nawe. Yeye atakufanyia. Mwanadamu anaweza choka. Huwa ninasema mara nyingi, hata mimi naweza choka. Mimi ni mtu, naweza choka. Huyo mwingine ni mtu, ni mama yako, ni watoto wako, wanaweza choka. Lakini kuna mmoja aliye juu mbinguni, ahadi zake ni za kweli na amina. Kwa hivyo huo moyo umevunjika, uko chini sana, wacha nikuambie kwa jina la Yesu, pata nguvu ukaendelee. Kwa jina la Yesu ukajua ya kwamba ni Bwana anaweza kukutoa katika hiyo hali. Wacha kuvunjika moyo dada. Wacha kuvunjika moyo ndugu. Jua ya kwamba uko na uwezo wa kuwa mshindi. Uko na uwezo wa kwenda hatua nyingine. Kwa hivyo tunakataa, ninapoenda kukaa chini, tunakataa roho ya kuvunjika moyo katika jina la Yesu. Kwa hivyo ukapate nguvu tunapoenda kuingia kwa maombi. Hata ninakuombea, hata saa ndani ya moyo wako unasikia kwamba hauna nguvu hata ya kuomba, enda ukaombe katika jina la Yesu. Enda ukaambie adui ya kwamba na hata sitakumbuka mapito ambao nimepita, bali nitaenda kutazama ushindi wa Bwana, nikaweze kuona vile Mungu anaweza tenda. Bwana Yesu asifiwe. Saa nyingine adui anakuja anafuruga akili zako. Hata unapoenda mbele za Mungu, badala tuombe, unaanza kuwaza kile umepita. Mapito ambao umepita unaanza kuyawaza. Na hapo hatusaidiki. Ni kwa sababu wakati ninapopiga magoti ninaanza kuwaza mapito ambao nilikuwa nimepita katika hiyo wiki. Unakuta ya kwamba sisaidiki. Lakini moyo wangu wacha ukalilie Bwana. Moyo wangu ukaambia Bwana, ninaweza kuwa sina moja chini ya jua. Ninaweza kuwa sina mmoja anaweza kuwa msaada chini ya jua, lakini kuna Mungu ambaye aliyeniokoa. Kuna Baba wa mbinguni ambaye ameniarausha asubuhi ya leo nikaweze kujua ya kwamba ingali yeye anaishi, ingali yeye ananiwasa na mawazo mema. Ninajua ya kwamba Biblia inatuambia kwamba anatuwazia mema. Kwa hivyo ukajitia nguvu katika Bwana, ukasema ya kwamba ninaweza kuwa katika mapito haya nimevunjika moyo, lakini asubuhi ya leo ninajua ya kwamba kuna Yesu wa mbinguni ambaye ameniahidi ya kwamba amenishika katika mkono wangu na ameandika jina langu katika kikanja chake cha mkono. Kwa hivyo wacha nikapate nguvu asubuhi ya leo na nikaendelee nikijua ya kwamba ameahidi ya kwamba atatenda. Ni kwa sababu yeye ameahidi. Bwana Yesu asifiwe. Yeye ametuahidi na ametuambia kwamba atatenda. Bwana asifiwe. Bwana wabariki sana.